Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ameitaka serikali ya mkoa wa Kusini Unguja kuendelea kutumia tamasha la Kizimkazi kwa wabunifu kutangaza fursa za uwekezaji zilizopo katika ardhi na maeneo ya bahari ili rasilimali hizo ziweze kuleta tija na manufaa ya wananchi na serikali. Akizindua tamasha la Kizimkazi Festival 2026 mkoa wa Kusini Unguja lililoambatana na matembezi maalum na maonyesho ya biashara. Pia amesema tangu kuanzishwa kwa tamasha hilo limeendelea kupata umaarufu na kuwavutia washiriki kutoka maeneo mbalimbali ikiwemo Tanzania bara na nje ya nchi. Tamasha hili ni jukwaa la kuhamasisha shughuli za maendeleo. Nawapongeza kwa kulitumia tamasha hili kuhamasisha ushiriki wa wananchi katika masuala ya maendeleo ya kiuchumi na kijamii kupitia maonyesho ya biashara, miradi ya maendeleo, michezo na makongamano kuhusu matumizi ya nishati safi na namna ya kunufaika na fursa za uchumi wa buluu. Wito wangu kwenu, tuendelee kuwa wabunifu na kuweka mikakati thabiti ya kuendelea kutumia tamasha hili kutangaza vivutio vya utalii, fursa za biashara na uwekezaji na kuimarisha umoja na mshikamano wetu kwa lengo la kuchochea ushiriki wa wananchi katika shughuli za kiuchumi na kijamii kwa maendeleo ya nchi yetu. Tangu kuanzishwa kwake, tamasha hili limeendelea kupata umaarufu mkubwa na hivyo kuvutia washiriki kutoka maeneo mbalimbali ya Zanzibar, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na nje ya nchi. Kwa hakika, hii ni fursa muhimu kwa mkoa wa Kusini Unguja na nchi yetu kwa ujumla kutangaza fursa mbalimbali zilizopo zikiwemo za utalii, biashara na uwekezaji, hususan katika sekta ya uchumi wa buluu. Ndugu wageni waalikwa, mabibi na mabwana, nimevutiwa sana na ubunifu wa matukio mbalimbali yaliyopangwa katika kufanikisha tamasha hili. Nimefurahishwa kuona ratiba ya tamasha la mwaka huu imejumuisha mashindano ya ngalawa, maonyesho ya sanaa, michezo mbalimbali, vyakula vya asili, muziki na uzinduzi wa miradi ya maendeleo. Naye mkuu wa mkoa wa Kusini Unguja Hamida Musa Hamisi amesema tamasha la Kizimkazi limefungua fursa nyingi katika mkoa huo ikiwemo kuimarika kwa hali kwa wananchi wa mkoa huo. Mheshimiwa, tamasha la Kizimkazi Festival limeleta fursa kubwa sana kwa wananchi wa mkoa huu. Lakini serikali yako unayoiongoza imefanya miradi mikubwa sana ambayo wananchi wa mkoa wa Kusini Unguja tumekuwa tukijivunia nayo. Yapo mengi ulioyaanzisha huku katika sekta zote. Tumeanza katika miradi ya afya, miradi ya barabara na kuimarisha miundombinu mengine, lakini tuna miradi mikubwa ya elimu na kadhalika. Na miradi yote hiyo miongoni mwayo imo kwenye ratiba ya mwaka huu ya Kizimkazi Festival. Kwa upande wake mwenyekiti wa Mwanamke Initiative Foundation Wanu Hafidh Amer amesema serikali zote mbili zinaendelea kuimarisha sekta ya afya japo bado kuna changamoto zinazoikabili jamii kutokana na sekta hiyo. Matembezi haya si burudani pekee, bali ni sehemu ya kuhamasisha jamii kuhusu umuhimu wa kufanya mazoezi kujenga afya bora na kuzingatia mtindo wa maisha unaozingatia afya. Aidha, tukio hili limetupa fursa ya kuimarisha umoja, mshikamano na mahusiano mema miongoni mwa wananchi kutoka maeneo na makundi mbalimbali wanaoshiriki nasi leo. Taasisi inayoongoza Mwanamke Initiative Foundation imeendelea kutoa mchango katika kukabiliana na changamoto mbalimbali ambazo zinaikabili jamii kutokana na changamoto ya afya. Kwa kutambua umuhimu wa afya katika maendeleo ya jamii, Nguzo ya afya ndani ya MIF ilianzishwa mwaka 2022 kwa lengo la kusaidia upatikanaji wa huduma za afya, matibabu, msaada wa kisaikolojia na kuunga mkono juhudi za serikali katika kuboresha afya ya umma. Ripoti za Asam Online TV, mimi ni Amlat Kombo, nyuma ya kamera Jaber Ridwan Kasim. Suala la ajali za barabarani limekuwa ni janga kubwa hapa nchini, na sababu kubwa inayopelekea ajali hizo ni madereva kudharau sheria na taratibu za usalama barabarani. Hivyo serikali kwa kutambua umuhimu wa suala hili
imeiagiza Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi kuhakikisha tunaweka kamera za barabarani ambazo zitasaidia kuchukua makosa kama mataifa mengine yaliyoendelea yanavyofanya. Katika juhudi za kuimarisha usalama barabarani Zanzibar, Mamlaka ya Usafiri na Usalama Barabarani Zanzibar imeanza kutumia teknolojia ya kisasa ya rada kamera na spidi kamera. Kupitia kamera hizi, endapo dereva atazidisha mwendo wa chombo kinyume na viwango sahihi kilichowekwa katika maeneo husika, kuendesha chombo cha maringi mawili bila kuvaa kofia ngumu yaani helmet, kupakia mizigo au abiria kinyume na utaratibu, pamoja na makosa mengine yote yaliyoorodheshwa katika sheria namba 7 ya mwaka 2003 ya sheria ya usalama barabarani, kamera hizi zitarekodi makosa, muda, eneo pamoja na nambari ya usajili ya chombo. Kisha mfumo utatuma ujumbe kwa mmiliki wa chombo kupitia simu ya mkononi baada ya kufanya kosa, pamoja na nambari ya malipo yaani control number anayotakiwa kulipia si zaidi ya siku 14. Mamlaka inawasisitiza wananchi wote wa Zanzibar kubadilisha umiliki wa vyombo vya moto mara tu baada ya mauziano, kwani faini hutozwa kwa jina la mmiliki aliyesajiliwa katika mfumo na kadi ya chombo.